لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani mtukufu wa daraja Bwana Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, ni fadhila kubwa ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia ya kutuwezesha tukaweza kuvuka miezi 11 kutoka Ramadhani ya mwaka jana mpaka kuja kukutana tena katika Ramadhani kama hii. Na hii ni dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu yuwatupenda. Mwenyezi Mungu yuwataka tuongeze yale mema ambayo kwamba tulikuwa tumeyafanya. Na lau ikiwa kuna mtu pengine ana matatizo, madosari, makosa aliyoyafanya, awe ni mwenye kujirudia, asiweze kurejesha mabaya aliyoyafanya katika maisha yake. Na pia tumuombe Mwenyezi Mungu, kwa sababu wengi wameondoka katika ulimwengu, walikuwa na tamaa waipate nafasi kama hii, hawakuipata. Sisi Allah ametupatia, basi tumuombe na kumshukuru, kwa sababu hata yeye mwenyewe asema, endapo mutanishukuru mimi nitawazidishia. Watukufu wa Islamu, niko mbele yenu kwa amri ya mwalimu wetu nije nizungumze na ndugu zangu wa Kiislamu katika sehemu kama hii ya Maweni. Na hakika sote ambao kwamba tuko hapa ndio wale ambao kwamba Uislamu unawataka. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Tumeswali tukiwa tuko wengi, lakini Uislamu hauangalii wingi wa watu. Baada ya swala, nafikiri hili darasa si wa kwanza kuwa hapa wala sitokuwa wa mwisho kuwa hapa. Ni kitu ambacho kama kina istimrari, kinaendelea. Lakini Allah ametia taufiki wale waume wanaotakaniwa katika Uislamu wabakie. Manake Uislamu hahitaji rijali, na rijali ni wale ambao kwamba hababaishwi na mambo ya kidunia. Kila mtu hapa ana mambo yake muhimu yatakaniwa akayafanye, lakini akajizuia kwa sababu ya kusikiza mawili matatu kutokamana na mambo ambayo kwamba hasa yaweza yakarejesha mioyo zetu tukalainika na kufanya kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu yuataka tuwe wenye kukifanya. Jambo hili tumuombe Mwenyezi Mungu atudumishie, sababu leo kwenye batil watu huenda wengi sana, lakini kwenye haki watu hupatikaniwa wachache sana.
Tuingie katika maudhui yetu ambayo nimebeba kitabu hapa cha Jamalul Abdurrahman Ismail, kimepewa jina wala taqrabul fawahisha. Ikawa nukta kama hii yatokamana na aya ya Mwenyezi Mungu pale aliposema wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, musiyakurubie machafu yale ambayo kwamba yako wazi na yale ambayo kwamba yatakuwa yamefichika, musiwe ni wenye kuyakurubia. Na mwenye kitabu ameandika mambo mengi ambayo kwamba amehadidi kwamba ni min alfawahish, ili mwanadamu kama pengine ana nia ya kuyakurubia hayo machafu, ajue kwamba Mungu amekataza, na anemjua Mungu na ukubwa wa Mwenyezi Mungu atakuwa na uoga, atajizuia na atamtanguliza Mwenyezi Mungu dhidi ya matamanio yake. Lakini yahitaji mtu awe na safaul qalbi. Ndio al-Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawzi asema man arada safaa al-qalbi falyu'thir Allah ala shahawatihi, yoyote ambaye kwamba yataka moyo wake uwe ni mswafi ili asiweze kuyafanya machafu, basi namtangulize Allah katika kila jambo dhidi ya yale matamanio yake. Na jarima kubwa au fawahish yako mengi, lakini leo tutazungumza kuhusiana na jarima tuzina, kosa au dhambi la uzinifu, ambapo jambo kama hili katika zama ambazo kwamba tunaishi laonekaniwa kwamba ni kitu cha kawaida. Kuna bwana mmoja ana rafiki yake wanaziniana mabibi na hata hawana ile ghera. Huyo akija akimpata mwenzake nyumbani kwake, yani akienda kwa rafiki yake anakuwa kama kwake. Na yule bwana akiingia pale akimwona rafiki yake yuko pale, hata mshipa haumpigi, na yule mwenzake yuaenda kwa yule rafiki yake pia, jambo ambalo kwamba litawapelekea waingie katika sifa ya ad-dayuth, na Uislamu haumtaki mtu sampuli kama hii. Kwa nini uzinifu? Zinaa imekatazwa, kama vile Uislamu umeenda kuhalalisha watu waoane na ukapendekezesha ya ma'ashara shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehamasisha watu, ikiwa waona kwamba wewe huwezi kustahimili, basi fanya nini? Oa. Kwa sababu asili katika masala ya kujamiiana au tupu ya mwanadamu kutumika, asili yake ilikuwa ni haramu mpaka ije ifungamanishwe na nini? Na ndoa. Na ndoa ina misingi yake, ina nguzo zake, ina sharti zake. Wakati ikiwa mtafanya tendo la ndoa pasina kutimiza nguzo za ndoa wala sharti za ndoa, ina maana mmefanya zinaa, na Uislamu umekemea jambo kama hili. Na mwanadamu anapochukua jukumu la kuoa ni kwamba yataka kuhifadhi nafsi yake,
kule kule kuhifadhi nafsi yake, anaingia katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuwa amwambia mtoto mdogo Abdullah ibn Abbas, ihfadhi llaha yahfadhka, ihfadhi llaha tajiduhu amamaka, muhifadhi Mwenyezi Mungu, Mungu atakuhifadhi. Na hifadhi ya Mwenyezi Mungu, Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi wewe, atahifadhi kizazi chako, watoto wako, atahifadhi wajukuu wako, atahifadhi akili yako, atahifadhi mwili wako, viungo vyako, kwa sababu ya kujihifadhi wewe kutotukia katika mambo ambayo kwamba ni yenye kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume chake, ikiwa lau utakuwa ni mwenye kutukia katika maasi, utaikosa ile hifadhi ya Mwenyezi Mungu. Mmoja katika wanachuoni alikuwa akiswali tabani, lakini alipokuwa amepata mtoto akaongeza zile ibada. Kisha mtoto wake alipokuwa ambia, kijana changu, mimi nimeongeza ibada zangu za swala. Alikuwa kiswali tu pengine kama ni swala 5, lakini naongeza na hizi za sunna, qablia, baadia, witri, tahajjud, ishraq, dhuha, zote hizo nimeongeza kwa ajili yako wewe, na taraji kwa Mwenyezi Mungu atanihifadhi kupitia hizi. Kwa akampigia mfano wa aya Mwenyezi Mungu aliposema, wa kana abuhuma salihan. Nabii Musa alipopambana na Khidri katika safari za katika mji ambao kwamba alitaka wakirimie na watu ambao kwamba katika mji kama ule hawakuwakirimu, lakini Khidri yuko kwenye mission ambao Mwenyezi Mungu amemtuma, ni mtu mwenye ilmu. Akaona ukuta waanguka, na ukuta kama ule ni wa mayatima, watoto wawili. Ndani ya ukuta kama ule, katika nyumba kama ile, kuna mali ya hawa watoto, na watoto ni wadogo. Lau ukuta ule utaanguka, watu wa mji wakijua kwamba hapa kuna mali, watafanya nini? Watayapora mali kama yale. Sasa Khidri akasimama kujenga, ijapo Musa yamlaumu, lakini wakaujenga. Sababu ni nini? Wale watoto mpaka wapate hifadhi ya watu ambao kwamba wametoka nje, sio katika mji kama ule. Sababu Mungu akaieleza kwamba wakana abuhuma salihan, wazazi wao wawili walikuwa ni wema, bimaana walijihifadhi katika dunia kama hii. Mfano mwingine, kulikuwa na bwana mmoja amezeeka, amefikisha miaka 100. Siku moja katika jahazi, alikuwa ndani ya jahazi, alipokuwa yashuka, akashuka kana kwamba ni barobaro, fanya kama kuruka. Wale watu wakamlaumu, wewe mzee, watakuletea shida wewe, mbona hivyo? Akawajibu maneno ambayo kwamba ni muhimu. Akawaambia, hakika hivi viungo hafidhnaha fi sigha, tulipokuwa ni wadogo sisi tumevihifadhi, Mwenyezi Mungu akatuhifadhia tulipokuwa tumekuwa watu wazima. Vile vile kaja kaonekaniwa mtu mzima amezeeka, aonekaniwa aombaomba. Umezeeka, jambo la kuomba jambo la aibu, mbona waombaomba na umezeeka? Umekosea nini? Mmoja katika wanachuoni asema huyu amekosa kumhifadhi Mwenyezi Mungu alipokuwa ni mdogo, ndio Mwenyezi Mungu na yeye akamwachilia alipokuwa afanya nini? Amezeeka. Sidhani tukizungumzia jarima tuzina, mtu aliyekuwa mtu mzima aliozeeka aweza kufanya uzinifu, nguvu zimefanya nini? Zimemwishia. Hapa tunazungumzia watu ambao kwamba wana nguvu zao, wajue kwamba kile wanachokifanya kitakuja wadhuru katika mustakbali wao, na kwanza kina athari kubwa ambayo kwamba Uislamu umekemea. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila.
Musikurubie zina, sio msifanye zina. Musikurubie zina, kwa sababu zina ni uchafu na ni njia ambayo kwamba ni mbaya. Yoyote ambaye kwamba atafuata mkondo wa kwenda kufanya uzinifu, huyo amefuata mkondo ambao kwamba sio mzuri. Wanazuoni wakasema jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema wala taqrabu zina, fa inna ma'nahu la tadunu min az-zina, musikurubie ile zina. Ili jambo ni kubwa zaidi kuliko wewe, kuliko Mwenyezi Mungu kusema wala tazunu. Lafahamika kwa upana zaidi kuliko angesema wala msizini. Angesema Mwenyezi Mungu tusizini wala tazunu, tungekuwa zile mukaddimati za zina tungezifanya, kwa sababu aya haijatukataza zile mukaddimati. Lakini aya iliposema wala takhrabu, inamaanisha kwamba zile mukaddimati zote za masala ya kupelekea mpaka uzinifu upite, watu wawe wasikurubie, kwa sababu wakikurubia hizo mukaddimat ndio zitasababisha watatukia katika kufanya uzinifu. Na uzinifu natija yake ni mbaya. Yoyote ambaye kwamba atakuwa na uzoefu wa kufanya jambo kama hili, atakuwa ni mwenye kuacha athari ambayo kwamba sio mzuri, ataacha madhara ambayo kwamba pia sio mazuri. Kwanza kutakuwa ni fedheha watu wakijua, haswa kwa mwanamke. Atakuwa ametia aibu kwa wazazi wake, ametia aibu kwa ndugu zake, ametia aibu kwa mume wake. Na wewe mume kadhalika ni hivyo, sura yako utaiweka wapi? Lakini kuna watu hawana haya, ambao alistihyau minan nasi haqqul haya. Mtume atuambia wanadamu kumwonea Mwenyezi Mungu haya ni haki yao, lakini leo watu hawamwonei haya Mwenyezi Mungu. Anaweza kufanya lolote, hata kama Mwenyezi Mungu jambo kama lile amelikataza, lakini mwanadamu kama yule hajali, ile haya imeondoka. Na haya ikiondoka yanatujulisha nini? Kwamba imani hakuna, kwa sababu alhayau min aliman. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia haya ni kutokamana na nini? Na imani. Yoyote mwenye kuwa na haya ni dalili kwamba yeye ana chembe chembe za nini? Za imani. Kwa hivyo mtu ambaye kwamba ni mzinifu, natija yake kwanza ataharibu cheo chake, utukufu alionao utamvuka kwa sababu ya uzinifu kama ule. Utahara ambao kwamba watu walikuwa wakimdhania kwamba huyu ni mtu mtahir, pia utakuwa hakuna tena. Ile ifa ambao watu walikuwa wakimhesabu kwamba huyu ni afaf, pia itakuwa hakuna. Mwenye kufanya uzinifu atakuwa amevaa vazi la hasira za Mwenyezi Mungu baina ya watu, bali si baina ya watu, sio kwa Mwenyezi Mungu tu, mpaka wale watu wenyewe ambao wanaishi nao. Wewe mfano la qaddar Allah umezini na mke wa mtu, yule mwenyewe akajua kwamba amezini naye, atakuwa furaha na wewe? Hawezi. Na maisha umri itakuwa akikuapiza kwa Mwenyezi Mungu, na hapo itakuwa umeingia katika dhulma ya kumdhulumu mja. Mwenyezi Mungu haingililii katika masala ya dhulma baina ya waja wake. Allah aweza kusamehe yale mengine ambayo umemkosea, lakini yakija suala umemdhulumu mwanadamu, itabidi mpaka umrudie yule mwanadamu, umwombe msamaha, ndio Mungu afanye nini? Aweze kukusamehe. Zinaa inasababisha nyoyo kupasuka.
watu waweza pata maradhi ya nyoyo. Yule mwanamke ameenda kufanya zina, wakati ule ilikuwa atakufurahisha nafsi yake, hakufikiria baadaye ni kitu gani kitatokezea, kama vile yule mwanamume amefikiria kwenda kufanya jambo kama hilo. Wakishafanya sasa ni uoga tu ambao kwamba uko pale utasababisha maradhi ya nyoyo na saa zingine si maradhi ya nyoyo tu, Allah azasababisha ukapata gonjwa Kuna hii masala mrashia, sio hii ripoti ya mrashia akafagilia Wagana na Wakenya, kisha ikatokezea kwamba alikuwa ana ukimwi. Wako wapi wale ambao kwamba pengine wamefanya lile jambo, watakuwa wako na hali gani? Kuna mmoja alijua, si ndio? Nasababisha maradhi, nasababisha mpaka mwenye kufanya uzinifu aende kufanya nini? Kwenda kujiua. Uzinifu unaharibu nidhamu ya nyumba na unavunja familia. Nidhamu ya nyumba ni baba na mama na watoto, wale watoto watokamana na wale wazazi wawili, lakini lau mmoja wao akawa ni mwenye kutoka, awe mume awe mke, lazima ataingiza mtoto wa haramu katika familia kama ile, ambao ni makosa. Uislamu umekataza jambo kama hili. Uzinifu yaqta'u alaqata az-zawjiyya, tangamano la wanandoa. Ndoa nyingi zimeenda kuharibika kwa sababu ya zinaa, na wallahi wengi wanaofanya zinaa ni wale waliooa kama vile walioolewa, ambao ni hatari kubwa sana. Na wenyewe wasema wanawake walioko ndani ya ndoa ndio wanaziniwa zaidi kuliko wale ambao kwamba hawajaoleka, haswa katika huu ulimwengu. Sijui kujidunga masindano, sijui kumeza nini, si anajua mimi sitoshika ujauzito. Yeye achunga ujauzito, hachungi cheo chake, hachungi Uislamu wake, hachungi dini yake. Zinaa inasababisha wale watoto watakaopatikaniwa waleleke katika malezi ambayo kwamba ni mabaya, malezi yaliyo mbali na mafundisho ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika uzinifu kuna kupoteza nasaba. Usawa watu waoane, ile nasaba iwe ni yenye kuendelea, lakini wakati ikiwa tutafanya zinaa hatuwezi jua huu mtoto ni wa nani, nasaba imekatika. Na yenye kusababisha nasaba ukatika ni zina, ndio iliyosababisha. Uzinifu unasababisha mtu kumiliki mali ambayo kwamba si haki yake. Mathalan, mwanamke aliyoko ndani ya ndoa, bwanake ana mali, wakazaa pengine watoto wawili, kisha ikapelekea yeye akatoka nje akabeba mimba ya haramu. Ile mimba atamsingizia nani? Mumewe, kwamba mume ndio mimba ile ni yake, akamzaa yule mtoto. Ikija masala ya mirathi, yule mtoto aliyezaliwa, yule mama yajua kwamba huyu mtoto si wa huyu baba, nimemtoa nje ya ndoa, lakini baba hana habari. Inabidi katika mirathi ahesabiwe kwamba huyu anarithi, yule mtoto yaganywa mali ambayo kwamba sio mali yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza jambo kama hili na kulikemea. Wakati jamaa alikuwa anataka kufanya zina, ataka Mtume amuidhinishe kwenda kufanya zina, Mtume akawa ni mwenye kukataza suala kama lile. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, laqad hamamtu an al'anahu, nilidhamiria haswa kwamba niwe ni mwenye kumlani
mtu kama huyu awe ni mwenye kuingia kabrini hali ya kwamba analana. Mtu ambaye kwamba ameleta mtoto katika familia ambaye kwamba sio ile family, kisha awe ni mwenye kurithi. Mtume akanuia kusema kaifa yurithuhu wa huwa la yahillu lahu, vipi atamrithisha ile hali ya kwamba kile ambacho kwamba atakuwa ni mwenye kukirithi sio halali yake. Au mtu aweze kumtumisha, kumbe ni mtoto wake, wewe hukujua kama mtoto wako, wewe ukamchukulia kama mtumwa. Tunasema kaifa yastakhdimuhu wa huwa la yahillu lahu, vipi amfanye kama ni mtumwa wake ile hali ya kwamba si halali. Manake lau amezaliwa mtoto na ni wako, wewe hujui kama ni wako, ukaenda ukachukua ukamfanya kama ni mtumwa wako, wamtumisha, na mtumwa wako uweza ukamwingililia, uweza kufanya lolote unalotaka wewe, tofauti ikiwa ni mtoto wako. Hapo hao ni miongoni mwa natija ambazo kwamba zapatikaniwa kwa wenye tabia ya uzinifu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakemea wanawake kuhusiana na kuleta mtoto wa nje ya ndoa. Asema Mtume, ayuma mra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat min Allahi fi shay'in wa lan yudkhilaha Allahu jannatahu, mwanamke yoyote yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuingiza katika familia ya watu, man laysa minhum, mtu ambaye kwamba sio katika ile familia, yaani mwanamke ameoleka pale akaenda akabeba ujauzito kwa familia nyingine, lakini akasababisha kwamba yule mtoto yuko kwenye familia hii ambayo ameoleka, huyo Mtume asema falaisat min Allahi fi shay'in, huyo mwanamke hawezi kupata chochote kwa Mwenyezi Mungu, wala yudkhilaha Allahu jannatahu, wala Mwenyezi Mungu hataweza kumuingiza katika pepo yake. Yani mwanamke atakosa pepo ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kwenda kufanya uzinifu, akabeba ujauzito akaja akamsingizia bwanake, asema hii mimba hii ni yako wewe. Wewe bwana huwezi jua kama ni yako ama si yako. Wewe utaamini kwamba huyu mtoto ni wa nani? Ni wako wewe mwenyewe, kumbe si wako. Yule mwanamke atakuwa ni mwenye kupata madhara kama haya. Mwenyezi Mungu hana haja na yeye, na pia Mwenyezi Mungu hawezi kumuingiza peponi. Ina maana kwamba hataweza kuiona pepo ya Mwenyezi Mungu mwanamke atakayeleta mtoto nje ya ndoa yake. Wa ayuma rajulin jahada waladahu, na mwanamume yoyote ambaye kwamba atamkataa mtoto wake, wa huwa yandhuru ilayhi, ihtajaba Allahu minhu wa fallahu ala ruusi alawwalina wal akhirina. Ukimkataa wewe mwanamume mtoto ambaye kwamba ilikuwa ni wako, wajua wazi kwamba wewe ndio sababu ya huyu mwanamke kubeba ile mimba, na ukawa ni mwenye kukataa, Mwenyezi Mungu ataweka hijabu baina yako wewe na yeye, na Mwenyezi Mungu atakufedhehesha kwa viumbe vyote, kutoka viumbe wa kwanza zama za Nabii Allah Adam mpaka mwisho wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Uzinifu ni tangamano la muda mdogo tu ambao masuhulia yake ni makubwa baada yake. Wakati mkienda kufanya zinaa, pengine mkichukua muda mrefu, pengine ni nusu saa au dakika 5 au dakika 10, tangamano la muda mfupi sana, lakini madhara yake yatakuja baadaye makubwa zaidi. Itakuwa umejibebesha wewe ambaye kwamba umefanya jambo kama hili la uzinifu. Kwa ajili hiyo uzinifu fahia amaliyatun hayawaniyatun, ni kitendo cha wanyama, cha unyama, ambao mwanadamu aliyepata sharafu ya kwamba yeye Mwenyezi Mungu amemjalia ana akili, wanyama hawana akili, akawa yafanya jambo kama hili, itakuwa ni maajabu makubwa sana kwa mtu kama huyo. Zinaa ni moja katika yale madhambi yanayosababisha
mwenye kufanya zina auawe. Mtu mwenye ambaye kwamba ni mzinifu, ambaye ni muhsin, aliyeoa ameolewa, akaenda kufanya zina, sheria yasema huyo apigwe rajm, apigwe mawe mpaka afe, ndio atakuwa toba yake hiyo, amepata toba. Kinyume na hapo, wewe una hasira za Mwenyezi Mungu, watembea huku na huku, lakini watembea na hasira za nani? Za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uzinifu unavunja mujtama, unapasua zile tangamano ambalo kwamba binadamu tatakaniwa tushikamane, wa atasimu bihablillahi jamia. Amri ya Mwenyezi Mungu tushikamane, lakini utashikamana na mtu aliyekwendea zina na mke wako? Hakuna, huwezi. Kwa uzinifu unasababisha kupatikaniwe mpasuko baina ya watu ambao kwamba wahitajika washikamane. Uzinifu unampelekea yule mzinifu wa kiume na wa kike katika hatari mbili. Fa innal mar'ata idha zanat adkhalat al'ab ala ahliha, mwanamke akizini atapeleka aibu, atakuwa ameingiza aibu kwa jamaa zake, atapeleka aibu kwa mume wake na jamaa zake za karibu. Wale watu ikiwa washajua na ajabu ya dunia, fanya yote, lakini watu wanajua, tashangaa wanajua vipi? Kama ushawahi kuzini